Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Karibu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, weza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas. Karibu na tega sikio. Tuanzie na huko Uvira ambako mama mmoja amejeruhiwa vikali kwa risasi zisizo za kutazamia ndani ya manispa ya Kavimvira, huku mwili wa mtu mwingine uliokuwa na alama za kuchomwa visu umeokotwa ndani ya mji jirani wa Uvira siku ya tano hii, sura ambayo inaendelea kuonyesha ukosefu wa usalama kwa hali ya juu katika mji huo. Kwake Chako Changbon Ane, moja kati ya malida wa kijamii katika mji huo, ameanza hapa kutoa picha halisi ya kile kilichojiri katika mji wa Uvira. Leo mnamo vile ya Uvira, usalama uko karakterize na evenement alama mdogo. Evenement ya kwanza, kuna mama anaitwa Mavita ambaye amepigwa masase mnamo quartier Rugenge usiku wa jana kukucha leo. Mama huyo alikuwa tu mwake mnyumba, ndipo mule masase limkuta masase mbili. Moja imempiga kwenye shingo na lingine lisase limemkamata kwenye mkono. Kwa sasa mama huyo anapatikana ndani ya hospitali generale yetu ya hapa Uvira, anatunzwa. Kwa salama kidogo, anapumua, anaongea, lakini maumivu makali sana ya masase mbili ambayo imempata, ambayo na échange de tir entre wazalendo na FRDC yetu ya hapa ya secteur Sokola district de Sud. Na evenement ya pili, kuna mtu ambaye ameogotwa leo asubuhi mnamo quartier Mulongwe avenue Ndimbau kujuu. Alikuwa amefungwa mikono na amechomekwa bisu. Tumekuta tu asubuhi mwili siokuwa na uhai, mtu ajulikani, ndipo ameogotwa na amezikwa na raia. Amezikwa na quartier ya Mulongwe kisha ruhusa ya procureur na meya wa jiji makamo ambaye anakamata interim bwana Apenda Kipara Kiki. Hiyo ndio hali ambayo tunayoishi katika vile ya Uvira, lakini pia tukusinyale mamefianza wazalendo na FRDC ndani ya vile ya Uvira. Na alipoulizwa uhusiano uliopo kwa sasa kati ya wazalendo na jeshi la taifa FRDC, mwanasheria Chako Changbon Ane amejibu yafuatayo. Hakuwezi kuwa relation nzuri kati ya FRDC na wazalendo kwa sababu ya mambo mengi zaidi. FRDC inaendelea kuchekelea mzalendo. FRDC haija considere mzalendo kama partenere wake. FRDC haijakamata hatua nzuri katika attitude ya kukolabore. Mzalendo naye angali anainyore kama mwenye mission yake ya kuproteger raia, angaliki FRDC na yeye kuja kusaidia serikali. Mpaka sasa umoja na dharau mwenzake na mwingine na dharau mwingine, mpaka hatuoni kwamba kuna sura nzuri ya kutulinda sisi raia. Ndiyo maana unakuta masasa yanapigwa mingi. Ingine jambo ni kwamba FRDC inatuma wasoda wake kutia juu ama chini ama pembeni ya kaya wazalendo bila wazalendo kujua, na FRDC kwa tabia ya kwenda usiku. Sasa wanapoenda usiku, mzalendo anajua kwamba ni M23 inakuja. Hakieleweki nini nasumbua FRDC kwa deployer bila kujulisha partner wake mzalendo na kwenda usiku. Hiyo nayo inakuwa kama vile changamoto ambayo tunayoishi katika vile ya Uvira. Mtangazaji, utakumbuka ya kwamba mwenye anashimamia FRDC na mwenye anashimamia security ya nchi ni mheshimiwa Rais Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo, na yeye ndio mwenye alifera apel kwa wazalendo, na wazalendo wanakuja kusaidia nchi na wanatumika administration yao wanashimamiwa na General Padiri. Wote wawili wanapaswa kuheshimiana, wote wawili kukolabore, wote wawili waone kwamba umoja anafaa kwa mwingine na mwingine anafaa kwa ule umoja. Hiyo ndio jambo. Huku wakiangalia entere ya raia iko wapi? Raia inaomba amani, inaomba usalama, inaomba mapigano na M23 ambayo imetusumbua, tumeishi vibaya.
Hiyo ndio ambayo tunaitafuta kama vile raia wa chini. Huko Kasaba, sekta Nganja, tarafani Fizi, ni kwamba watu ambao idadi yao bado kujulikana wameripotiwa kufariki usiku wa kucha Ijumaa ya tariki 9 Mei 2025 ndani ya kijiji cha Kasaba, sekta Nganja, tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na mafuriko yaliyotokana na mto katika kijiji hicho kujaa na kufurika katika eneo mbalimbali za sehemu wanazokalia watu. Majumba, mifugo na vitu vingine vimeteketea kwa ajali hiyo. Kulingana na Akil Bernard, mkuu wa sekta Nganja, amesema idadi ni kubwa ya watu waliofariki kwa tukio hilo. Akil Bernard amezungumza na TV yako. Kwa kweli ni kwa majonzi mengi sana ambayo tumekumbana nayo kwa muda huu ndani ya sekta ya Nganja. Usiku wa kuamkia leo kijijini Kasaba kwenye ziwa Tanganyika, groupement ya Basikalangwa, mto uliweza kujaa, na wakati ulijaa basi ulileta mawe, ulileta mchanga na kufunika nyumba nyingi sana huko Kasaba. Hivyo miili ya walio wengi bado haijaonekana. Bila ni kubwa, hadi sasa utafiti unaendelea ili kuweza kujua ni watu wangapi ambao wanapoteza maisha. Ina maana kwamba hiyo ni tukio hasa la pili tangu niwe kwenye uongozi wa sekta ya Nganja. Hali kama na hiyo pia iliweza kushuhudiwa huko Kakone, tukiwa ndani ya groupement ya Babungwe Sud, na kupoteza pia miili ya watu. Sekta ya Nganja kwa umoja ambao tunao, kwa kweli tuko kwenye majonzi mengi. Na hiyo ni pia napeleka sauti hii kwa serikali yetu ya tarafa la Fizi na mkoa wa Kivu ya Kusini kuweza kuwajia msaada, kuwa nao pamoja kwa matatizo ambao wanakwenda kukumbana nayo kwa kuweza kupoteza jamaa na marafiki. Pili, kwa mashirika ya haki za binadamu, mashirika ambayo huwa inasaidia raia, basi waweze kuja, sababu dega imena dega materiel ni nyingi sana katika kijiji hicho cha Kasaba. Kwa kweli nitaomba watu wote waweze kulia pamoja nasi wenzetu ambao wamepoteza maisha na vitu vingi, kuweza mali nyingi kuweza kuharibika, mitumbo mingi kuweza kupotea katika kijiji hicho cha Kasaba. Na Kimanga ni kwamba wasiwasi mkubwa ulitanda kwa raia wa eneo la Kimanga manispa ya Katanga mjini Baraka jioni Alhamisi ya tariki 8 Mei 2025. Hivyo ni kutokana na vurugu iliyotokea wakati wa kutaka kumsimika mkuu mpya wa kijiji cha Kimanga na kupelekea jeshi la wazalendo kuwasili kwa wingi katika eneo hilo. Akizungumza na redio yako, Bwana Saidi Nyangeri Gobert, mkuu wa kijiji cha Kimanga, ameonyesha hapa namna mkasa huo ulivyotokea. Mimi nakuja kuhakikisha habari ambayo ilipita pale jana mida saa 10. Jana tuliona wazalendo wakisindikizwa na kundi la Ngena Milingita Nyembo aliyekuwa chef de groupement Balala Side hapo nyuma. Lengo lao kufika Kimanga wazalendo pamoja na kijana ambaye alikuwa chef alikuwa na lengo mbili. Lengo la kwanza ilikuwa akuje kumshimika mwingine chef de village tofauti na huyo ambaye anawapatia habari kwa leo, na lengo lake la pili ilikuja atie komite ingine tofauti na ile ambaye anashimikwa humo musita ba déplacer interne, akisindikizwa na wazalendo. Wakati walipowasili pale Kimanga, na sisi tukawaona, tukasikia habari, na sisi vile vile tukaenda kuwakamata wengine wazalendo. Bahati mzuri na Mungu asifiwe, wale wazalendo ambao tulienda kuwakamata hawakufanya chochote, na ile maneno yao wala ule mpango wao hawakutimiza. Kupitia wengine wazalendo walifika pale na wakawatuliza, wakarudia, na wazalendo ambao walikuwa na wao yule kijana Ngena Milingita Nyembo na wao wakarudia, na wale ambao tulienda kuwachukua vile vile na wao wakarudia. Hali ilikuwa ya sitofahamu, haikuwa mzuri zaidi, kwa sababu wangilijeruliwa pale ni sisi raia, na kwa kuona sisi raia mara na mara tunajeruliwa, ingilikuwa heri serikali yetu ambayo tuko nayo kwa sasa ikamate maamuzi mazito kupitia hali ya usalama ambayo iko tofauti kwa leo katika komini yote ya Katanga wala vile yote ya Baraka kwa jumla. Na pendekeza kwa serikali ya mji wa Baraka hiyo hali waingilie hayo kati, kuchunguza Ngena hali zake ambazo anazifanya, ili tendo isiendelee wala isitokee katika komini yetu ya Katanga wala katika vile yote ya Baraka kwa pamoja. Na tumalizie na habari zingine ambako konklave ya 76 ya kanisa Katoliki imetoa uchaguzi wa Marekani Robert Francis Prevost kama papa mpya wa 267.
alichaguliwa Alhamisi Mei 8 na makardinali 133 wapiga kura katika siku ya pili ya conclave kwenye Chapelle Sixtine ya Roma. Kama ilivyo mnamo mwaka 2005 na 2013, siku mbili tu zilitosha kuchagua papa mpya. Kardinali Robert Francis alichagua jina la leo kwa pontificate yake na ataitwa Papa Leon wa 14. Huyu ndiye papa wa pili kutoka katika bara la Marekani baada ya Papa Francis wa Argentina, na pia ni papa wa kwanza kutoka USA, yani muungano wa nchi za Marekani. Aliteuliwa na Francis kama mkuu wa dicaster kwa maaskofu. Kardinali Robert Francis ni sauti iliyosikilizwa huko Vatican. Mzaliwa wa Chicago, alitoka kwa agizo la Mtakatifu Augustino na akaunga mkono mageuzi ya Papa Francis, haswa zile zinazohusu uparanishi wa utawala wa vyuo vikuu. Alitoa taarifa kwa niaba ya kanisa la wazi zaidi na kwa karibu na waaminifu. Wakati hao yakijiri, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amepongeza uchaguzi wa papa mpya Robert Francis, Marekani, ambaye anaitwa Papa Leon wa 14. Katika ujumbe wake wa kupongeza, anaamini kwamba mrithi wa Francis hupata maoni fulani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadhi ya imani hai. Rais Felix Antoine Tshisekedi anapendelea kwa mkuu huyo mpya wa kanisa Katoliki ulimwenguni kuanza upya wa kiroho, mazungumzo yenye rutuba kati ya watu, kuongezeka kwa mionzi ya nuru ya Injili katika ulimwengu uliowekwa giza na mgawanyiko. Papa huyu mpya alizaliwa Chicago mnamo mwaka 1955, huku akipewa jina la Robert Francis Prevost. Amechaguliwa kwa papa chini ya jina la Leon wa 14 akiwa na umri wa miaka 69. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari. Sina la ziada. Bye bye. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.